Kituo cha 15, Yesu amefufuka. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Habari njema ya Yesu ni kwamba baada ya Ijumaa Kuu kuja sikukuu ya Pasaka, kwamba nje ya kanisa kukaikapa kukaa aliyo mbele yake, bali ikifa mwisho wa mazao mengi. Kwa kushukuru Yesu kwa mateso yako, lakini kwa kushukuru hasa kwa ufufuko wako, kwa kuwa huko ndio unakutupatia ya kwamba hakuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana, utuhurumie. Roho za waumini wapelekwa kwa Mungu wapumzike kwa amani. Yesu wangu, kwa uchungu wote ulioona juu ya msalaba na kwa kuzimia kwako, kwa ukali wa mateso, unijalie nguvu ya kuvumilia kwa moyo taabu zote, sasa na saa ya kuzimia kwangu. Nawe Maria mamangu, kwa uchungu wote ambao moyo wako umejaa, ulipomwona mwanao mpenzi kuinama kichwa na kuzimia, unifadhili nife kifo chema. Watoto rafiki wa Yesu, mbona mnachangamka? Watoto hoi hai. Haya, walio hoi wasimame, walio hai wasimame. Kufanyaje na kufanyaje? Kufanya ile, sivyo? Sasa tuitikie kama watu wenye nguvu ambao tumekuja kuonana na Mungu. Sivyo hiyo watoto? Watoto mpo? Basi mwalike mketi ili niweze kutoa utaratibu wa hija yetu.
tumekuja kufanya hija. Hija ni safari ya kiroho ya kwenda kukutana na nani? Na Mungu. Wangapi wamekuja kukutana na Mungu Ifucha? Kukutana na Mungu, jishangilie. Wangapi wamekuja kulala na kupiga kelele Ifucha? Mkono. Tujipongeze, hakuna aliyekuja kulala. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto, rafiki wa shetani, umeme umekata. Rafiki wa shetani sio watoto. Basi nachukua nafasi hii kuwakaribisha sana katika kituo chetu cha hija cha Utatu Mtakatifu Ifucha. Kinaitwaje? Kituo cha hija cha Utatu Mtakatifu Ifucha. Karibuni sana. Kwenye ratiba yetu tulipanga kuanza na njia ya msalaba ambayo tumemaliza, na tukawaomba watoto kutoka parokia ya Kibarabara watuongoze katika njia hiyo ya msalaba. Tuwapongeze watoto hawa ambao wametuongoza katika njia ya msalaba. Baada ya kuwashangilia, sasa tunapofanya hija tunakwenda kukutana na nani? Na Mungu. Na unapokwenda kukutana na Mungu unatakiwa umebeba nini? Nini? Aje hapa mmoja mwenye akili kuliko wote tuliomo, aje hapa mbio. Aya, njoo. Wewe ndio mwenye akili. Unakuja Ifucha kufanyaje? Sali. Unabeba nini? Rozari. Na mwingine unabeba nini? Njoo haraka. Kama unajibu unakuja upi? Sadaka. Nakuja na maombi kwa ajili ya kuongea na Mungu. Pigie makofi. Unakuja na nini? Wangapi wamekuja na maombi walioshukuru? Wangapi wamekuja na maombi? Ni mmoja. Kila mmoja anakuja na ombi lake, si ndio? Mwingine anakuja kuombea wazazi, kwamba nakuja Ifucha niombee nini? Wazazi. Mwingine anakuja ili aombe katika masomo yake, si ndio watoto? Kila mmoja amebeba nini? Ombi. Kwa hiyo pale chini tunaposhuka kuna karatasi unaandika ombi lako. Tumeona watoto? Nenda ukaandike ombi ili Mungu aweze kufanyaje? Kukusaidia. Waombee wazazi, jiombee wewe mwenyewe, waombee walezi, waombee watoto wenzako walio katika shida mbalimbali. Hilo jambo la kwanza. Tumeona watoto? Jambo la pili, tunaomba. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la pili, tunaomba mnapotembea msikimbie. Tumeelewana watoto? Ndio. Msikimbie. Yeyote atakayekimbia na akidondoka katika mawe tutamwongezea fimbo. Tukubaliane kabisa. Fimbo ngapi? 100. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo ni jambo lingine. Jambo lingine,
Tunapotaka kwenda uwani tunatumia, kuna jengo hapa chini, ukishuka kuna kisima, alafu huko mtaelekezwa. Sawa watoto? Na mwisho, kabla tujatoka, taomba walezi kila parokia tuweze kukutana pale dukani kwa kuweka utaratibu unaotakiwa. Na huko tunakoenda kusali rozari takatifu kuna kisanduku cha mshumaa. Kuna kisanduku cha nini? Nenda kasali, katoe maombi yako kwa Mama Bikira Maria, kamwashie mshumaa, kamwashie mwanga aweze kuangazia maombi yako. Tumeelewana? Kama mtu ana mshumaa, basi utakuwa na kiberiti pale atatumia, lakini kama hauna, basi mishumaa inapatikana dukani. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo lingine, pembeni ya duka tunaweka Yesu wa Ekaristi. Kwa hiyo mnaweza kuingia watoto kuanzia 10 mpaka 15 kwa ajili ya kuabudu na kutoa sala zetu. Tumeelewana? Sasa na mwisho, tunapoenda kusali rozari, eneo la pale ni dogo. Kumbe wanakwenda kwa wakilishi Dekania ya Igunga, wote wataelekea kule wakiongozwa na parokia Igunga. Tunafanya utaratibu ili tuweze kupata umeme ili tuweze kufikia wale wanaosali